بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يا معشر الحاضرين، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيحين من حديث الصحابي الجليل أبي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم خطب في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات و1 فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa fadhila zake na ihsani zake na tawfik aliyotupa sisi Waislamu na sisi waja wake tumeweza kuudiriki mwaka mwingine wa Kiislamu. Tayari tuko ndani ya mwaka 1447 Hijiria,
tumeumaliza mwaka 1446 Hijiria, na hii leo ni tarehe 2 ya mwezi wa Muharram, mwezi uliofanywa ndio wa kwanza katika tarikhu al-Hijri. Kwenye tarehe hii ya Hijiria, kama walivyowafikiana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika khilafa ya Umar al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, mwaka wa 3 au 4 toka kutawala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waliyafikiana kwamba tarikh ya Kiislamu ianze kuhesabiwa rasmi kuanzia hijra ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, toka tarehe ya mwanzo ya kuhama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka Makka na kuja Madina. Kwa hivyo mwaka wa kwanza wa Kiislamu utakuwa ni ule mwaka wa kwanza wa hijra, na wakaafikiana vile vile as-salaf as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum kwamba mwezi wa Muharram uwe ndio mwezi wa kwanza katika mwaka wa Kiislamu. Wa nahnu walillahi alhamd fil Muharram, na sisi sasa tumo ndani ya mwezi huu wa Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani katika suratu Tauba anazungumzia nyakati na hii miaka na miezi yake kwa kusema inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, hakika hesabu kamili ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala 12 shahra, ni miezi 12, na hilo ndilo ambalo limethibitishwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Allah, yauma khalaqa as-samawati wal ard, toka pale Allah subhanahu wa ta'ala alipoziumba mbingu na alipoumba ardhi, idadi ya miezi ni hiyo 12. Minha arba'atun hurum, miongoni mwa hiyo miezi 12 idadi ya mwaka kuna miezi 4 mitakatifu. Allah anasema dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa sawa sawa. Wewe Muislamu kuijua miezi ya mwaka kwamba ni miezi 12, lakini zaidi ya hapo watakiwa ufahamu Allah amejalia kuna miezi 4 katika hiyo miezi 12, hiyo ni miezi mitakatifu, miezi ya kuheshimiwa zaidi. Minha arba'atun hurum, miongoni mwa hiyo miezi 12 iko miezi 4 mitakatifu. Dhalika ad-dinul qayyim, na hiyo ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka sawa sawa. Kisha Allah anatoa maagizo, fala tadhlimu fihinna anfusakum, na msizidhulumu ndani ya hiyo miezi 4 mitukufu nafsi zenu. Waqatilu lilmushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, na wapigeni washirikina wote kama vile ambavyo wao wanakupigeni nyote, hawabagui. Maadamu ni Muislamu, wewe ni adui yao, na nyinyi wazingatieni washirikina ni maadui zenu, wala msiwabague. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, nafahamuni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wacha Mungu. Al-Imamu al-Alim al-Mufassir al-Kabir al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Tafsir al-Qurtubi, wakati anatafsiri aya hii ya suratu Tauba aya ya 36, faqala rahimahullahu ta'ala, sehemu ya maneno yake anasema al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, khassa Allah ta'ala al-ashhur al-hurum bidh-dhikri wa naha 'ani adh-dhulmi fiha
tashrifan laha wa in kana adh-dhulmu manhiyan anhu fi kulli zaman ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah anasema khassa Allah ta'ala al-ashhur al-huruma, ameihusisha Allah subhanahu wa ta'ala miezi mitakatifu, ile miezi minne Allah ameihusisha miezi hiyo mitakatifu bidhikri, kwa kuitaja kwamba kuna miezi minne mitakatifu. Kisha anasema rahimahullah wanaha ani dhulmi fiha, na Allah akakataza kufanya dhulma ndani ya hiyo miezi minne mitukufu. Amefanya hivyo Allah tashrifan laha, kwa ajili ya kuitukuza na kuiheshimisha miezi hiyo minne mitukufu. Wa in kana dhulmu, ijapokuwa dhulma, manhiyan anhu, ni yenye kukatazwa hiyo dhulma, fi kulli zaman, katika zama zote, katika nyakati zote. Dhulma imeharamishwa wakati wote, lakini msisitizo umekuja kwamba Muislamu asidhulumu nafsi yake au kuwadhulumu wengine katika ndugu zake au kumdhulumu Allah katika haki zake katika hii miezi minne mitukufu. Aya hii imeitaja miezi minne mitukufu kwa ujumla, lakini hadhihi al-ashhur al-hurum al-arba'a, hii miezi minne mitukufu qad jaa dhikruha biasma'iha fi sunnah, umekuja utajo wake miezi hii minne mitukufu kwa majina yake katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hiyo ndiyo moja ya kazi ya sunna, ni kufafanua na kuiweka wazi Qur'an. Fa fi sahihain, imekuja katika sahihi mbili, Sahih al-Bukhari wa Muslim, hadithi Abi Bakra akiitwa Nufai'u ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Sahaba huyo anasema akisimulia, ala tamweni inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam, haika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam khataba fi hajjatihi, alifanya khutba katika hija yake pekee, al-hajjatul wadaa, hajjatul wadaa, hija ya kuaga. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya mazungumzo ya khutba katika hija hii, na mazungumzo haya aliyafanya yaumun nahar, ile siku ya kuchinja, akiwa pale Mina. Hii sio ile khutba ya kule Arafat, la, khutba hii aliifanya katika haji, lakini ni siku ya 10 yaumun nahar, na aliizungumza khutba hii katika viwanja vya Mina. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala tamweni inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard, hakika wakati umezunguka kama lilivyokuwa umbile lake toka ile siku Allah subhanahu wa ta'ala ameziumba mbingu na ardhi. Wakati umekwenda unazunguka, unafika mwisho, unajirudia tena. Hakadha, ni kama hivyo amekadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akasema, as-sanatu 12 shahra, mwaka ni miezi 12, minha 4 hurum, miongoni mwa hiyo miezi 12 minne ni mitakatifu. Akaitaja kwa ishara 3 mutawaliyat wa 1 fard, mitatu katika hiyo minne ni yenye kufuatana, ukitoka huu na kuja huu, ukitoka huu na kuja huu, imefuatana. Wa 1 fard, na mmoja katika hiyo miezi minne umejitenga, uko peke yake. Kisha akaitaja kwa ufafanuzi akisema Dhulqa'da, na hii ndio ile iliyofuatana, ni mwezi wa Dhulqa'da, mwezi wa 11 wa Kiislamu. Wa Dhulhijja, na mwezi wa Dhulhijja ndio huo wa 12, tumeuacha hapo nyuma. Wal Muharram, na mwezi wa Muharram, huo mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Hii mitatu imefuatana, Dhulqa'da, Dhulhijja, Al-Muharram. Kisha akasema wa Rajab Mudhar,
na mwezi wa Rajab, ile Rajab ilikuwa ikiadhimishwa na watu wa kabila la Mudhar, akaitaja alladhi baina Jumada. Hiyo Rajab ni ile ambayo iko baina ya Jumada thania, Jumada ya pili wa Shaaban, na iko baina ya Jumada na Shaaban. Naam, Jumada thania, Rajab, Shaaban. Ukiangalia mwezi wa Rajab umekaa katikati ya miezi miwili, baina Jumada athania wa baina Shaaban. Anaikusudia Mtume alayhi salam Rajabu hiyo. Hapa Mtume alayhi salatu wassalam ameitaja miezi minne mitakatifu kwa majina yake. Kwa hiyo ni Dhulqa'da na Dhulhijja wal Muharram wa Rajab Mudhar. Ayuha nasu ibadallah, famin al-ashhur al-hurum, sasa miongoni mwa miezi mitakatifu hii minne, miongoni mwa miezi hii mitakatifu minne ni shahrullahi al-Muharram, ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwezi wa Muharram. Na mimi ndugu zangu katika iman, na kusudia sasa kukumbushia machache an shahrillahi al-Muharram, kuhusiana na huu mwezi wa Allah, mwezi mtukufu wa Muharram ambao tuko nao hivi sasa. Na leo ni tarehe yake ya pili, ni tarehe 2 Muharram. Tuzungumzie fadluhu wa sunanuhu wa bid'ahu, tuzungumzie sehemu katika fadla za mwezi huu tuliokuwa nao wa Muharram, tuzungumzie sunna zinazopatikana ndani ya mwezi huu wa Muharram, kadhalika bid'a, uzushi na makosa ambayo yanafanyika katika mwezi huu wa Muharram. Yote haya tuyazungumze kwa ufupi. Ayuha nasu ibadallah, famin fadailihi, miongoni mwa fadla za mwezi huu mtukufu wa Muharram, annahu yustahabbu fihi al-iktharu min as-siyam. Miongoni mwa fadla za mwezi wa Muharram ni kwamba inapendeza ndani ya mwezi huu wa Muharram huu tulionao, yapendeza kukithirisha as-saum, watu kufunga sana katika huu mwezi wa Muharram. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema Abi Hurairah radhiyallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram. Abu Hurairah katika riwaya hii inda Imam Muslim anasema afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram, bora ya funga baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi wa Allah, mwezi wa Muharram. Funga iliyokuwa bora baada ya funga ya Ramadhan ni funga inayofungwa katika mwezi huu wa Muharram. Wa afdalu salati ba'da al-fariidha, na sala iliyokuwa bora zaidi baada ya sala ya faradhi, salatul layl, ni sala ya usiku. Angalia hadithi hii adhim, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaweka wazi kwamba funga bora kabisa baada ya funga ya Ramadhani ya faradhi ni funga ambayo mtu anaifunga katika huu mwezi wa Muharram, kama vile ambavyo swala iliyokuwa bora baada ya swala ya faradhi ni swala ya usiku, qiyamul layl, at-tahajjud. Wanasema ulama, ay afdalu shahrin tatatawwa'u fihi ayuha almuslim. Ulama wanasema mwezi uliokuwa bora ambao utafunga wewe, utafanya sunna ya saum ewe muislamu ndani ya mwezi huo, baada shahri Ramadhan, baada ya mwezi wa Ramadhan, shahrullahi al-Muharram, basi ni mwezi wa Allah, mwezi wa Muharram. Fatatawwu al-mutlaq bis-sawmi afdaluhu al-Muharram. Ulama wanasema funga ya sunna, kujitahidi kufunga sunna, basi iliyokuwa bora ya saumu ya sunna ni ile saumu inayofungwa katika mwezi wa Muharram. Kama anna afdala salati ba'da al-maktubati qiyamul layl, kama vile ambavyo swala iliyokuwa bora
baada ya swala ya faradhi ni kile kisimamo cha usiku. Na hapa maulama wanazungumzia as-sawmu al-mutlaq au wanaita at-tatawwu al-mutlaq, ni funga iliyoachiwa. Ukitaka kufunga, funga katika mwezi huu wa Muharram, amka funga mutlaqan, inajuzu. Ukiulizwa wafunga nini, asumu al-Muharram, nafunga mwezi wa Muharram. Lakini pia unaweza ukatumia zile funga ambazo zinapatikana ndani ya mwezi ukazikithirisha na kuzifuatilia ndani ya mwezi huu wa al-Muharram. Mfano saumu al-Ithnain wal-Khamis, ukafuatilia zaidi kuzifunga funga za Jumatatu na Alhamisi. Kadhalika ayyamul bidh, ukafuatilia kuyafunga yale masiku meupe katika mwezi huu. Wa hakadha siyamu Daud, ukafunga funga ya Nabiullahi Daud, sum yawman wa aftir yawman, funga siku moja, fungua siku moja. Hakadha yambaghi, hivi ndivyo ambavyo inatakikana. Mwezi huu wa Muharram ni katika miezi ya saum. Bal al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala alipozungumzia funga ya Muharram na alipoitaja hadithi hii, hadithi ya Abi Huraira katika sharhi ya Sahih Muslim, akauliza swali pale la kiilmu, ikiwa mwezi wa Muharram saumu ya sunna katika mwezi huu ndiyo bora zaidi, kwa nini basi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam imekuja katika riwayat sahiha kwamba alikuwa akikithirisha sana saumu katika mwezi wa Shaaban, na huenda wakati mwingine akaunganisha saumu ya Shaaban na saumu ya Ramadhan? Kwa nini basi Mtume alayhi salam akithirishe kufunga Shaaban kuliko kukithirisha kufunga Muharram? Hapa akayatoa majawabu ya kiilmu. Miongoni mwa jawabu alizozitoa ni kwamba imma inawezekana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipatwa na udhuru mara nyingi katika mwezi wa Muharram, ima udhuru wa maradhi au udhuru wa safari. Kwa hivyo hakumakinika kuifunga saumu ya Muharram kama vile ambavyo alimakinika kufunga saumu ya Shaaban. Hadha jawab, hili ni jawabu la kwanza amelitoa al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala Abu Zakaria. Lakini jawabu jingine ambalo al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala amelitoa kwamba kwa nini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikithirisha siyamu ya Shaabani kuliko siyamu ya Muharram, asema inawezekana siyamu ya Muharram kukokoteza kwake au ubora wake ulichelewa kuja na ubora wa kuifunga Shaaban ukawa umetangulia kuja, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akadumu kufunga Shaaban na hakupata muda mrefu wa kudumu kuifunga Muharram kwa sababu ya kuchelewa kuja mafundisho yake. Akataja na majawabu mengine mengi rahimahullahu ta'ala. Alhasil, barakallahu fikum, na kusudia hapa kuikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha waislamu wenzangu kwamba tunao mwezi huu wa Muharram na tumekokotezwa sisi na sunna kukithirisha siyam ndani ya mwezi huu wa Muharram. Allah ya ibadallah, tuitumie fursa hii ya kufunga lillahi rabbil alamin ili tuweze kudiriki yale ambayo yameahidiwa kwa wafungaji katika mwezi huu wa Muharram. Lakini wa min fadhaili, na miongoni mwa fadhila za huu mwezi wa Muharram, anna fi hadha ash-shahri yawman hasala fihi hadthun adhimun. Wanasema ulama, miongoni mwa fadhila za mwezi wa Muharram ni kwamba katika mwezi huu wa Muharram kuna siku ambayo palitokea tukio kubwa la kihistoria. Katika mwezi wa Muharram huu tulionao, iko siku ndani ya mwezi huu palitokea tukio kubwa la kihistoria, wa nasrun mubinun lilmu'minin, na ilitokea nusra ya wazi wazi kwa waumini. Adhhara Allahu subhanahu wa ta'ala fihi alhaqqa ala albatil. Siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliidhihirisha haki
juu ya batil. Haki ilinyanyua kichwa na batil ikajificha. Ni tukio gani hilo ambalo lilituka katika moja ya siku za mwezi huu wa Muharram? Imekuja riwaya fi sahihain, fa fi sahihain min hadithi sahabi aljalil ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Abbas anasimulia riwaya kama ilivyotajwa na mashekhe wawili, al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima katika sahihi zao. Yakulu Abdullah ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, haika mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qadima al-Madina, aliwasili katika mji wa Madina Yathrib, fawajada al-yahuda siyaman yawma Ashura. Mtume akawakuta Mayahudi hapo Madina ni wenye kufunga siku ya Ashura. Yaumu Ashura ni siku ya 10 ya mwezi huu wa Muharram. Al-ashiru min Muharram, tarehe 10 ya Muharram ndio inaitwa yaumu Ashura. Sasa Mtume alayhi salam aliwakuta Mayahudi Madina wamefunga siku hii, siku ya 10 ya Muharram. Faqala lahum, akasema kuwaambia wao Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu, ni siku gani hii ambayo nyinyi mwafunga? Mwafunga nini nyinyi? Mbona mmefunga leo? Qalu, wakasema wale Mayahudi, hadha yawmun adhimun, hii ni siku kubwa. Anja Allahu fihi Musa wa qauma, alimuokoa Allah ndani ya siku hii Nabiullah Musa alayhi salam na watu wake. Hii ndiyo siku Musa na wafuasi wake min bani Israila, katika wana wa Israili waliokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aghraqa fir'auna wa qaumahu, na siku hii ndio ambayo Allah alimuangamiza Fir'aun kwa kumzamisha baharini yeye na watu wake. Fasamahu Musa shukran lillahi, Mayahudi wanamwambia Mtume alayhi salam, sasa siku hii Musa akaifunga. Ilikuwa tarehe 10 ya Muharram ambapo Allah alimuokoa Musa na watu wake na vitimbi vya Firaun na kuangamizwa na Firaun, na Firauni na jamaa zake wakaangamia wao. Musa alayhi salam akawa anaifunga siku hii kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nasumuhu, na sisi wale Mayahudi wanasema tunaifunga hii kwa kuadhimisha utukufu wake. Mayahudi wanajinasib na Taurat na wanajinasib na Nabiullah Musa alayhi salam kwamba ndiyo mtume wanayemfuata. Mtume alayhi salam aliposikia haya, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema Mtume alayhi salatu wasalam, fanahnu ahaqqu bi Musa minkum, sisi waislamu tuna haki zaidi na Musa kuliko nyinyi Mayahudi. Sisi waislamu tuna haki zaidi na kumuadhimisha Musa na kukiadhimisha kile ambacho Musa alikiadhimisha kuliko nyinyi Mayahudi. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akaifunga siku hii, siku ya 10 ya Muharram, wa amara bisiyamihi, na akaamrisha waislamu waifunge. Kwa hivyo ndugu zangu, katika matukio ya kihistoria ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimsalimisha Nabiullah Musa alayhi salam na vitimbi vya Firaun katika tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram. Na katika tarehe 10 ya mwezi wa Muharram ndiyo aduullah alladud, adui wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyemsusuwavu, alladhi da'a ar-rububiyya, adui ambaye alifikia kudai uungu. Firaun al-la'in aliangamizwa ndani ya mwezi huu wa Muharram katika tarehe 10 ya mwezi huu. Tukio zito hilo, na manabii wa Allah waliliadhimisha tukio hili, akiwemo Musa alayhi salam, kadhalika akaungwa mkono na ndugu yake nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama sunna inavyojieleza. Bali fi sahihain imekuja riwaya nyingine pia katika sahihi mbili, Sahih al-Bukhari wa Sahih Muslim, hadithi ya huyo Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
anazungumzia namna Mtume alayhi salam alivyokuwa akiadhimisha Ashura. Qal ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghayrihi illa hadha al-yawma yawma Ashura wa hadha ash-shahra yani shahr Ramadan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sijapata kumuona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yataharra siyama yawmin, anaizingatia funga ya siku ambayo fadhalahu ala ghairihi, ameifadhilisha siku hiyo juu ya siku nyingine, illa hadha al-yawma, isipokuwa siku hii yauma Ashura, siku ya 10 ya Muharram, siku ya Ashura. Abdullah ibn Abbas hajapatapo kumuona Mtume alayhi salam akizingatia kuifunga siku ambayo ameifadhilisha juu ya nyingine kama alivyokuwa anazingatia kuifunga siku ya Ashura tarehe 10 ya Muharram. Kadhalika wa hadha ash-shahra, na sijapata kumuona Mtume akizingatia funga kama funga ya mwezi huu, yani shahra Ramadhan, yani funga ya Ramadhani. Idhan, angalia, baada ya Ramadhani katika funga muhimu ambayo Mtume alayhi salam alikuwa akiizingatia ni funga ya Ashura, funga ya tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram. Ayuha nasu ibadallah, wa min fadaili, na miongoni mwa fadhila za mwezi huu wa Muharram, annahu yujadu fi ayamihi yaumu Ashura. Na fadhila hii inafafanua kilichotajwa hapo nyuma. Miongoni mwa fadhila za mwezi huu mtukufu wa Muharram, panapatikana ndani yake katika moja ya siku zake, siku za Muharram, yaumu Ashura, inapatikana siku ya Ashura, wa huwa al-yawmu al-ashiru min shahri Allahi al-Muharram. Hiyo siku ya Ashura, ewe Muislamu, ni siku ya 10, tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram. Leo ni tarehe 2, siku 8 baada ya leo ndiyo tarehe 10. Zingatia tarehe hii, usipitwe hesabu. Fuatilieni tarehe za Kiislamu, hasa tarehe ambazo zinafungamana na hukumu mbalimbali za kiibada, tarehe ambazo zina fursa za fadhila. Mtakiwa mzingatie sana tarehe hizi kuliko mnavyozingatia tarehe za kupokea mishahara au marupurupu. Leo ni tarehe 2, sasa Ashura ni tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram.